Na mtazamaji, turejelee taarifa ya hapo awali ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki alikutana na wafanyabiashara waliopata hasara kutokana na moto katika soko la Gikomba na kuahidi kwamba serikali imejitolea ili kutafuta suluhu kupambana na mioto ya kila mara. Wasiwasi kuhusu mikasa ya moto ya mara kwa mara katika masoko ya Gikomba na Toi na maeneo mengine ya kaunti ya Nairobi uliwasukuma waathiriwa kutafuta fursa ya kukutana na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ili kutafuta suluhu ya kudumu kwa changamoto hiyo. Akizungumza baada ya kukutana na wachuuzi kutoka soko la Gikomba, naibu rais Kithure Kindiki alisema serikali imeyatwika mashirika ya usalama jukumu la kufanya uchunguzi wa kina na kuwasilisha ripoti kamilifu kuhusu suluhu za kudumu kwa mikasa ya moto katika masoko ya Gikomba na Toi. We must go to the root cause, and therefore the president has directed the relevant agencies to investigate and the causes of these fires. It doesn't make sense to imagine that all these things are accidents, because they keep on happening year in, year out, and therefore that work is ongoing to make sure that we get into the roots of this matter and resolve it once and for all. Kwa hivyo serikali inapania kujenga masoko 10 ya kisasa katika maeneo Gikomba, Toi na Mudhurwa. Bottom-up economic transformation means that even business people who are having small businesses, micro businesses, medium businesses should do their trade, their businesses in a dignified place with amenities, with all the facilities that they require. Agenda yetu kwa watu ya biashara ni kuhakikisha kwamba wanabiashara wa viwango mbalimbali wako na nafasi ama mahali pazuri pa kufanyia biashara yao. Hawa wananchi na wafanyabiashara ndio wapiga kura wetu, ni wakazi wa Kenya, wana haki ya kutendewa kazi na hawajali nani atakayetenda kazi, iwe ni serikali kuu ama serikali ya ugatuzi. Bora ni soko ziwe safi, wafanyie biashara mahali safi. Nitatuma salamu nyingine kwa hii group.